Maisha ya mwanadamu yanahitaji ushirika na wengine, ushirika na watu wengine. Kukosa ushirika ni ugonjwa mbaya sana. Wako wengine leo ni watu ambao hawafai, hawana uwezo mzuri katika maeneo kadha wa kadha. Chanzo cha matatizo yao, waliishi maisha bila ushirika kwa muda mrefu. Waliishi maisha bila ushirika wakiwa watoto wadogo. Walikosa ushirika. Walipokosa ushirika leo wana matatizo mengi. Kabla sijaendelea sana, hebu nianze kwa kueleza athari hasi za kukosa ushirika. Athari hasi za kukosa ushirika. Katika vitu ambavyo nimejifunza sana na nimekuwa na bidii sana hata kwa watoto wangu wa kuzaa, ni kuhakikisha wanakuwa na ushirika. Wanakuwa na ushirika na watoto wenzao, wanakuwa na ushirika na watu wengine, wanachangamana na watu, watameza mtaji utakaowasaidia kwenye maisha. Watu wengi ambao wamekosa fursa ya ushirika, hasa walipokuwa watoto, pengine walipokuwa vijana. Unaweza kukuta hata mahusiano kutengeneza ni ngumu kutengeneza mahusiano. Kwa nini inakuwa ngumu kutengeneza mahusiano? Hata akitengeneza hayawezi kudumu, na hata yakidumu basi yule mwenza wake wa pili anajikaza. Ni mahusiano yasiyo salama. Kwa nini? Ni kwa sababu hakuwahi kuwa na ushirika. Hakuwa na ushirika kabisa, au hakuwa na ushirika mzuri. Hakuwa na marafiki wazuri. Hakuwa na mahusiano mazuri. Hakuwa na watu wazuri. Hakuwa na watu sahihi. Hakuwa na watu sahihi kwenye maisha. Maisha ya mwanadamu yanategemea tabia njema, sifa njema. Tabia njema na sifa njema tulizonazo kwa asilimia kubwa tumeziadapt, tumeziiga kwa washirika, kwa marafiki, kwa watu ambao walikuwa na ukaribu na sisi. Kwa hiyo unapokuwa na ukaribu na watu wabaya, tarajia kuwa mbaya. Unapokuwa na ukaribu na watu wazuri, hata kama sio mzuri, tarajia kuwa mzuri. Maana maisha yanategemea tabia. Tabia inategemea watu ambao ulikuwa nao, ulikaa nao, ulitembea nao, ulifanya nao kazi, ulicheza nao, ulikuwa nao, uliishi nao kwenye malezi. Ndio maana ni muhimu sana kuwa waangalifu kupita kiasi, hasa sisi wazazi. Watoto wako wana urafiki na watu gani? Aina ya rafiki za watoto wako ndio aina ya mtoto unavyomjenga atakavyokuwa. Aina ya watu wanaokuja kuishi nyumbani kwako wanaweza wakaambukiza zile asili zao na tabia zao watoto na familia yako. Unaweza ukawa na familia nzuri, lakini baada ya muda familia ikaharibika, ikawa mbaya. Haribika kabisa, ikawa mbaya kabisa. Dunia tuliyopo sasa, watoto wengi ukisikia waliharibiwa, hata kwenye tabia, hata kwenye matendo, hata kwenye unyama, kwenye ukatili. Watoto wa kike waliharibiwa, walilawitiwa. Watoto wa kike waliharibiwa, walifanywa vitendo vya unyanyasaji. Huwa hawatoki nje wanaofanya vitendo vya unyanyasaji. Ni wale wale tunaoishi nao nyumbani. Ni wale wale. Ndio maana ni muhimu sana kuwa makini na watu unaoishi nao. Unaweza kuharibu familia, unaweza kuharibu watoto, au ukatengeneza watoto.
kama ni wazuri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo mtu ambaye hakuwa na ushirika, na sio tu hakuwa na ushirika mzuri kisaikolojia kabisa, kiakili kabisa, huyu mtu anaweza akawa na athari, nyingi. Mfano, mtoto aliyelelewa kwa hofu, kwa vitisho, kwa kutishwa, kwa kupigwa, kwa kufokewa, inaweza ikamwongezea hatari ya hofu kwenye maisha yake atakapokuwa mtu mzima. Hofu, magonjwa ya hofu, kutojiamini, hata kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ndoa, kwenye maamuzi, anaweza akaishi maisha ya kutojiamini. Kwa nini hajiamini? Kwa sababu aliishi na watu ambao ni wakali, ni wakorofi, walimfanyia vitendo vibaya, walikuwa wanamtisha. Na sio utotoni tu, hata ukubwani. Ukipata bahati mbaya ukaolewa, ukaoa mwanamke au mwanamume aliyejaa hofu, aliyejaa mashaka, asiyejiamini, anaweza kukutia pressure mpaka na wewe kafika mahali ukapoteza. Ulikuwa ni mtu unayejiamini, ukashangaa na wewe unaanza kutojiamini. Ulikuwa mtu ambaye una maamuzi na akili yako ni nzima, chochote unachoamua ni sahihi. Unashangaa unaanza kuishi maisha ambayo ukifanya maamuzi hata wewe mwenyewe baadaye unasema, hivi ni mimi naamua vya hivi? Mimi sikuwaga naamua vya hivi. Imetokeaje? Umeishi kwa miaka kadhaa na mtu ambaye amekusababisha uwe ni mtu ambaye huna maamuzi. Hata ukifanya maamuzi sio mazuri, hata ukifanya maamuzi sio sahihi. Inafika mahali wewe mwenyewe ujiamini na watu wote huwaamini. Hata ungeingia kwenye mahusiano na watu 70, huyu unamwacha unaenda yule, unamwacha yule unaenda yule, utaacha hata watu 800 kwa sababu huamini tena mtu. Kwa nini? Uliwahi kuwa na ushirika mbaya. Au uliharibiwa wewe ukamharibu mshirika, rafiki, mpendwa wako, na yeye akakuharibu zaidi. Lakini chanzo ni wewe uliharibiwa. Ukaishi maisha ya kutojiamini, ukaishi maisha ya mashaka, ukaishi maisha ya ukorofi, ukaishi maisha ya ukali sana, maana uliwahi kuishi na wakali sana. Ukamtibua na yeye akakutibua, maisha yako yakaharibiwa. Maana kujiamini ni mtaji, na tabia kujiamini inategemea washirika, marafiki, watu uliowahi kuwakaribisha, kuwasogeza karibu kwenye maisha. Sema amena. Haleluya. Kwa hiyo unaweza ukawa mtu wa panic responses. Unaweza ukawa mtu mwenye hofu, ugonjwa wa hofu, ugonjwa wa mashaka, ukakutesa mpaka uzeeni. Wazee wengi ambao unakuta kwenye uzee mkali kuliko kawaida, chanzo sio uzee, sio kuchoka akili. Chanzo ni kule kwenye ushirika wake akiwa kijana, akiwa mtu mzima. Kuna ushirika mbaya uliompelekea kuwa na jeraha la nafsi, kuwa na jeraha la akili, kuwa na kovu la kisaikolojia, kuwa na kidonda cha kisaikolojia. Kile kidonda kinampelekea uzeeni pengine kuwa kikubwa zaidi. Kadri umri unavyokuwa, kile kidonda kinazidi kukua. Uzeeni anakuwa asogeleki na mtu, asogeleki hata na wajukuu. Mungu hakuumba uzeeni tuwe hivyo. Hapana. Kuna jeraha lililotokana na ushirika mbaya na watu wasio sahihi kwenye maisha. Muulize jirani yako, unaelewa? Anasemaje? Kukosa kujiamini, low self estimate. Kukosa kujiamini. Kushindwa kujithamini. Sio tu kukosa kujiamini, kunaweza kukawa na hali ya kushindwa kujithamini. Wengine wanaishi maisha machafu, wanakula madawa ya kulevya,
wanakula pombe za kienyeji, wanajiuza, wanafanya matendo ya kushangaza, ya kikatili, ya kinyama. Lakini ukifuatilia ushirika waliokuwa nao uliwapelekea washindwe kujithamini, washindwe kujiona wao wa thamani. Waliishi na watu ambao hawakuwafanya waione thamani yao. Waliishi na watu ambao wao wenyewe wajithamini na wao labda hawamthamini yeye. Kwa kutomthamini na yeye akaacha kujithamini, kafika mahali akaanza kuishi maisha ya ajabu, maisha ya kinyama. Siku moja nilikuwa naongea na wamama fulani, nikamwambia tatizo kama hili mara nyingi linawapata wamama ambao yawezekana alipata neema, akabeba mimba, akafikia kujifungua. Siku ya kujifungua au mimba iliharibika, siku mimba inaharibika au siku ya kujifungua ilitokea hospitalini au barabarani au njiani au nyumbani, alihudumiwa watu wengi wakimtazama anavyojifungua. Psychologically inaathiri. Psychologically huyu mama anaweza akatoka pale, alikuwaga toka usichana wake alikuwa hana mahusiano na wanaume, toka pale akawa na mahusiano mengi kwa sababu hathamini tena utupu wake. Maana kulikuwa na wanaume 20 siku anajifungua, hajithamini tena. Yaani kama kitu cha kawaida, lakini kinaathiri kwenye saikolojia, kwenye akili. Kwa hiyo anapoteza kujithamini, anapoteza tena, anasema sasa kwa wanaume naenda nimejifunika ili weje, wakati walishaniona siku najifungua alikuwa 20. Naweza nikakaa tu hivyo tu mbele za jamii, hata jamii inapita pale. Sasa hivi mimi naweza toka siku ile nilipojifungua mbele ya watu 20, sasa hivi naweza. Unaanza kushangaa, mbona huyu mama kabadilika tabia, hakuwa hivi, alikuwa anajithamini. Kumbe kuna historia ya tukio fulani ambalo lilimpelekea kutojithamini, alipoteza kujithamini. Mwingine alibakwa na watu kadhaa, toka siku ile akapoteza thamani yake, akapoteza kujithamini, akapoteza kujiheshimu, kuheshimu utu wake, kuthamini utu wake. Akaona utu wake umekosa thamani toka siku hiyo. Kwa hiyo ushirika, urafiki, watu wa karibu, watu wakiwa sahihi wanaokuzunguka, watu wakiwa sahihi kwenye maisha yako ni mtaji unaoweza kukuletea faida. Na kama watu wanaokuzunguka sio watu sahihi ambao wanakupa uthubutu, wanakupa kujiamini, wanakupa ujasiri, haleluya, inaweza ikapelekea ukashindwa kufanikiwa hata kwenye maisha, ukashindwa kufanikiwa. Kuna watu leo hawawezi kufanya kazi kwa sababu tu hawakulelewa na wanaofanya kazi, hawakuishi na watu ambao wanabidii kufanya kazi. Kwa kutoishi na watu ambao ni watafutaji, hata mfukoni awe hana 100 mwaka mzima, haoni shida. Yaani anaona ni kawaida tu na anamshukuru Mungu, asante Mungu, anaona kawaida. Wakati mtafutaji akikosa shilingi 100 wiki moja, anasikia vibaya, ana fight, anapambana awezavyo awe na hela mfukoni. Lakini ambaye hakuishi na watu watafutaji, utasema uchoke. Kama ni wa viwango vya kupigwa, utapiga uchoke. Inahitaji neema ya Mungu, inahitaji urafiki mpya na watu ambao wana uthubutu, wana bidii, ni watafutaji, apate neema ya kuunganishwa na watafutaji, alafu wamwambukize ile akili, wamwambukize ule moyo, wamwambukize ule uthubutu wao. Akienda anaadapti polepole, anaanza kubadilika na yeye anakuwa mtafutaji. Lakini mvivu akakutana na marafiki wa vivu, unakuwa uvivu plus. Anaanza kulala bila kula kwa sababu sio chakula hamna ndani, kwa sababu amechoka kupika. Analala bila kuoga, sio kwa sababu hamna maji ndani, kwa sababu amechoka kuoga. Na anaweza akabeba akaingia nayo bafuni, akasimama, akavua nguo na akarudi ndani bila kuoga. Chanzo ni ushirika wa wale watu. Ushirika, ukiwa na ushirika na wasafi,
wanakuambukiza polepole, unaanza kuwa msafi, unaanza kuvaa nguo safi, unaanza kuvaa nguo zilizonyooshwa. Ulikuwa uchomekei, unavaa suruali na shati uchomekei. Ukianza urafiki na wanaochomekea, pole pole unaanza kwenda, unaanza kuchomekea pole 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 pole. Haleluya, sema amina. Kwa kuna umuhimu sana wa kumsimua kwa watu sahihi, watakao kusaidia wewe kuwa mzuri, watakao kusaidia wewe kuwa bora. Kuna maeneo mengine Mungu ashuki kukufanya uwe bora. Kuna maeneo mengine yanategemea watu wanaokuzunguka. Watu walio kwenye mzunguko wa maisha yako wanachagiza wewe uweje, wewe uwe nani, wewe uwe vipi, wewe ufike wapi, malengo yako yatimie kwa viwango gani. Sema amina tena. Mithali sura ya 13 na mstari wa 20 imeandikwa, enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Tusome wote nyuma yangu, tusome wote nyuma yangu. Sema imeandikwa, enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Mwangalie usoni jirani yako, mwambie, ukiwa na marafiki wajinga utaanza kuwa lijinga pole pole. Sema amina. Ukiwa rafiki na waovu utaanza kuwa liovu pole pole. Ukiwa rafiki wa walevi, hata kama toka kuzaliwa hujawahi kunywa, utakunywa uzeeni. Kwa nini? Rafiki zako wanakunywa, rafiki zako wote walevi, na unashirikiana nao, unakwenda unapiga story, unasema mimi sitakunywa, na kati kupiga story, tunabadilishana michongo ya biashara. Utaanza na michongo, baadaye utaanza kupiga pole pole, utaanza kupiga pole pole. Kwa hiyo kuna faida ya kuwa na watu wazuri, kuna faida ya kuwa na watu sahihi kwenye maisha yako, kuna faida ya kuwa na watu wazuri kwenye familia yako. Ukiwa na familia yenye watu wabaya, unaweza ukawa mzuri, baada ya muda fulani ukaanza kuwa mbaya. Kuna familia sio uko duniani, hapa hapa Tanzania, hapa hapa Mwanza, kuna familia mtu akipata shida wanasaidiana. Kuna familia hapa hapa Mwanza, hapa hapa Tanzania, mtu akikwama ada ya mtoto wake anasaidiwa. Saidiana, wanakaa kikao cha familia kusaidiana. Mwenzetu hajapeleka mtoto shule huu mwezi mzima. Ukiwa umetoka kwenye familia kama niliyotoka mimi, mpendwa katika Yesu, hakuna kikao cha familia miaka 20. Kikao kikikaa ni cha kusuntana, ni cha majuni. Kikao kikikaa, kuna mahali imetolewa ya dada, wanatafuta kugawana. Kikao kikikaa, kuna marehemu amefariki, wanataka kugawana mavazi. Au kikao cha kujadili wakamzikie wapi. Hakuna kikao cha maendeleo. Mungu aingilie kati, akupe familia nyingine ambayo atakuconnect nayo kwa mtindo wowote. Sio kwamba utahama damu. Mungu ana mbadala, ujue Mungu ana mbadala. Atakupa watu watakao kutia joto, wawe familia yako, watakao kutia joto, mtakao shirikiana, mtakao changiana, mtakao saidiana. Shikamana nao ufike mbali. Usiposhikamana nao, hata watoto utakaozaa, vijukuu utakaozaa, vitukuu utakaozaa, sijui anasema kuna vilengwe na vining'ina, vitarisi kwako visipochangamka. Vitaendeleza familia ile ile ambayo ni familia ya mama kuku. Unajua kuna familia ya mama bata na familia ya mama kuku. Muulize jirani yako, wewe umetokea familia gani? Ya mama kuku, ya mama bata,
ambayo akishakukutotoa leo atakusaidia tu kuwa na wewe wiki moja. Wiki ya pili hana mpango na wewe. Utajua mwenyewe unakula wapi, unakunywa wapi, unavaa wapi, unasomea wapi, unaolewa wapi. Mahali utakulaga mwenyewe au atakumbuka kula mahali wakati wa kuolewa tu. Hata ujui ulikuwa kuwaje kama kufikia kupendwa. Hawajui. Wao wanakusanya mahali tu. Mahali ndio wanachangamka. Wewe unaolewaje? Unachukuaje mtoto wetu bila kuja kujitambulisha? Shilingi milioni kadhaa. Wakishakusanya utajua mwenyewe. Umepigwa kwenye ndoa utajua mwenyewe. Umechalangwa mapanga utajua mwenyewe. Umekula utajua mwenyewe. Ujala utajua mwenyewe. Umefanikiwa utajua mwenyewe. Mungu akusaidie uendapo utajua wewe utapata nguvu huko. Na familia zingine unaagwa kabisa, unaambiwa mpendwa katika Bwana, asante kwa kutuaga kuwa unaenda mjini. Wenzako wanaondokaga bila kuaga. Kwa kuwa umeondoka hapa kijijini kwenda mjini, Mungu akusaidie utapata ndugu zako huko huko. Unaagwa kabisa, unaambiwa utapata huko huko. Mungu akusaidie utapata baba, mama, kaka, dada huko huko. Uonana majaliwa. Kwa hiyo unaweza ukarudishwa huko kwenye jeneza nyumbani kuja kuzikwa. Kuna familia za hivyo. Kuna familia za hivyo. Ukitoka umetoka. Ukitoka umefanya nini? Umetoka. Kule kwetu Tabora kuna kalugha fulani sikapendagi sana, lakini ndio kalugha wanatumia Wanyamwezi. Mama akishajifungua wakija kumsalimia watu, mama hongera, anambia kwale kana mioyo. Yaani mimi na mtoto tumeshatengana mioyo hivi. Tulikuwa tunachangia moyo mmoja wakati yuko humu. Hivyo alivyotoka tumeshatengana mioyo. Sasa ni watu hao. Mimi sihusiki. Yeye atajua huko ameshakuja duniani alikuja kufanya nini. Tumeshatengana mioyo. Ziko familia za hivyo. Nakwambia kweli ziko familia za hivyo. Wewe kama umetoka familia angalau wanakaaga vikao vya kujadili maendeleo. Mwenzetu amejenga nyumba amekamilisha, tulikuwa tunamchangia, sasa ni zamu yako kukuchangia na wewe ujenge nyumba. Haleluya. Umetoka familia yenye watu wazuri. Yenye watu wazuri. Ukitoka familia mbaya nakwambia hata ukiolewa, hata harusi yako ingekuwa kubwa namna gani, ukapate mazuri kule usirudi. Ukapate mabaya kule unakoolewa usirudi. Kuna familia za hivyo. Ukirudi ukakaa siku mbili wanakuuliza kule umeondoka vizuri? Unajua yule mwanamume, unarudi huko huko utajua ukapambane huko. Maisha ni kupambana. Lakini kuna familia ni watetezi. Shemeji vipi? Mnaishije naye? Mkwilima vipi? Mnaishije naye? Wanafuatilia. Watetezi. Unasema asante Yesu, nimetoka kwenye familia yenye watu wazuri. Asante Yesu. Hapa duniani hutaiona raha. Hapa duniani hutafurahia maisha. Hapa duniani hutafanikiwa. Kwa nini? Una watu wasio sahihi. Mimi namshukuru Mungu. Mwingine anasema hana shukrani. Ninamshukuru Mungu nimezaliwa kwenye familia nzuri. Lakini kuna mambo kadha wa kadha ambayo siwezi kuyafurahia. Mambo ambayo yanazuia kwenda, na sitaishia tu kutoyafurahia. Ninajipanga kwa ajili ya kumsihi Mungu anipe watu sahihi na wazuri ili maisha yaende. Ukizaliwa kwenye familia, ukikulia, ukiwa na marafiki wabaya ambao saa zote wanahisi hatia tu, wanahisi hatia tu. Hii ni sumu. Hisia za sumu ya kuto, yani saa zote wewe unahisi hatia. Unajua kuna hatia inayopelekea mtu afanye nini? Mtu unaweza kumkuta mwenye hatia kutubu, anatubia mpaka nywele alizosuka. Ni hatia. Inawezekana uliwahi kuishi na watu ambao saa zote wanahisi hatia. Wanahisi hatia.
Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa mhubiri, hata akihubiri kidogo anauliza swali, na hata akitoka anauliza, hivi nimefanya vizuri kweli? Unajua nilijiandaa kabisa, lakini nahubiri vimegomeka. Mbona umehubiri vizuri? Hamna. Usinitie moyo, unanitia moyo tu. Yeye anahatia kwa kila anachofanya. Una roho ya hatia, na roho ya hatia inatokana na uliishi na watu ambao saa zote wana hatia, saa zote wanajihukumu, saa zote wanajihukumu. Sema amina. Haleluya, haleluya. Mimi nimewahi kuishi na mtu ambaye saa zote anajihukumu. Ukimletea nyama anaanza kuangalia njiani ulikotokea. Unamuuliza vipi? Kuna wageni wanakuja. Yaani wewe siwezi kukuletea nyama, hii ni ya kwako. Labda wako njiani wanakuja bwana. Yaani haamini kama nyama ni yake. Unaenda immigration, unashughulikia passport ya kusafiria, unamwambia hii fomu hapa ujaze, kesho unaenda kushughulikia passport yako ya kusafiria, anakuambia wamekukatalia kwenda peke yako. Huwezi kukata passport yangu hivi hivi. Itakuwa umekaribishwa mahali wamekuzuia, wamekwambia huwezi kwenda peke yako. Na anaanza kufuatilia kuuliza, wewe ndio ulienda naye kwenye passport yeye. Vipi huko? Immigration walimgomea, walimwambia hawezi kukata peke yake. Hajiamini, hajikubali. Hata umfanyeje hajikubali, mpaka apate bahati ya watu ambao wanajikubali na wakae naye kwa muda fulani, ndipo ataanza kujikubali, akianza kuadapti kwao. Lakini bahati mbaya, akipata marafiki ambao pia hawajikubali, kujikubali kutojikubali kunakuwa plus. Muulize jirani yako, wewe shida yako ni nini? Alafu unahitaji watu wa aina gani ili wakutoe kwenye hiyo shida? Sio kila kitu utakemea. Kuna vitu vinahitaji watu. Unahitaji kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini hujawahi kufanya biashara toka utotoni. Ulizuiliwa kufanya biashara. Familia zingine mtaka kufanya biashara, usimtia hii, wewe usitia hii. Unataka kufanya biashara, mimi baba yako nimefariki. Utafanya biashara mimi nikifa. Unafikiri utakuja kuwa mfanya biashara? Huwezi kuwa mfanya biashara hata ungepewa mtaji wa bilioni ngapi zitakwisha. Unatakiwa uanze mapema. Unajaribishwa hata kuuza jojo, hata kuuza pipi shuleni, hata kuuza pipi kanisani. Mtoto wako yuko darasa la 4, la 5, la 6, la 7, mnunulie hata box la BDG, hata Jumapili auzie wenzake hapo. Uone BDG amekula zote au ameuza. Ukikuta box zima Jumapili ya kwanza, Jumapili ya pili imeisha, kala na kagawia wenzake, hafanya kazi ya ziada. Hata ukuani hata weza biashara. Utakuta amegawa kama sukari dukani, kama amefungua duka la dukani. Amegawa mfuko wa sukari kwa shangazi, kwa mjomba, kwa jirani, kwa rafiki, na nakwambia alikuja uso unaonyesha ajanywa chai siku nyingi, nikampa sukari kilo 5. Hakujengwa bado mapema. Kwa lazima wawepo watu watakaomjenga kwenye hilo eneo. Ndio maana leo wafanyabiashara wengi ambao wanafanikiwa wametoka familia za wamama, za wababa waliokuwa wafanyabiashara. Kakikuwa kafanyabiashara kazuri, maana kamekulia mazingira ya biashara, kamekulia ushirika wa wafanyabiashara, kamekulia lugha za wafanyabiashara, kalikulia changamoto za wafanyabiashara, kalizoea lugha za wafanyabiashara, kalizoea mchanganyiko na wafanyabiashara. Akikua anaweza akachangamana na watu wa aina ya kibiashara na akafanya biashara. Bila hivyo hata angekuwa inakuwa ngumu. Mungu atusaidie sana. Mwangalie jirani yako, mwambie unahitaji watu. Na usifanye mchezo, ni muhimu. Unahitaji watu. Sema amina. Sema amina. Wengine waliokosa ushirika mzuri na watu wanakuwa watiifu wa kupitiliza,
mpaka wanasababisha dhambi na uasi kwa utiifu uliopitiliza. Watiifu waliopitiliza wanaweza wakakuta wamesimama dada wote, wakaanza kumfungua kisikizo, kasimama tu katulia, wanashusha siketi katulia tu. Utiifu uliopitiliza. Wanakuja nafuatisha nguo nyingine katulia tu. Sana atakuwa naguna tu. Sasa mbona unanifanya nini hivyo? Unanifanya nini hivyo? Niache basi. Alikulia mazingira yaliyompelekea kuwa na utiifu uliopitiliza unaopelekea mpaka kufanya dhambi. Sio wote walioendaga kufanya dhambi walitaka. Sio wote walioendaga kufanya dhambi walipenda. Wengine kukosa ushirika mzuri kuliwapelekea wajikute wanafanya dhambi leo na kesho wanarudia nyingine na kesho wanarudia nyingine, na anakwambia mimi nilibakwa mpaka nikabeba mimba ya kwanza, nikabakwa mpaka mimba ya pili, na mimba ya tatu tena nimebakwa. Unaendelea kubakwa, tunayaambia utabakwa, na wewe utabakwa. Alikosa ushirika mzuri unaomsaidia kuwa na akili nzuri, kuwa na maamuzi mazuri, kuwa na uwezo wa kusema hili hapana na hili ndio.